Una uhakika? Kweli mimi Sembo. Teja kutoka kuzimu, teja kutoka kuzimu, ameingia kijijini akiwa na siri moyoni. Na hiyo ni advertisement, na picha ndio kwanza linaanza. Tawanyosha nye vibwengo hadi kuja kuwamaliza wote wanne. Nye kuku nitakuwa nimewalaza vibaya mno. Mimi nataka kuishi na mamangu. Nitafanya kitu chochote mpaka nahakikisha mamangu anarudi. Yuko wapi? alikuwa hapa. Yuko wapi sasa? Mbona haonekani? Ameenda wapi hapo sasa? Alikuwa hapa. Nimeshuhudia kwa macho yangu mawili, alikuwa hapa. Hapa? Hapa. Wewe mtoto wewe. Chezea akili kabisa. Yaani unatufuata eti unasema alikuwa hapa. Yuko wapi sasa? Na maana amekuwa jini hayuko. Sema basi alikuwa wapi? Wewe kasi. Wakati tunamwona hapa hivi kulikuwa na watu wengine. Tofauti. Mimi ndo nimemwona kwa macho yangu haya mawili. Kwa macho yangu mawili hapa ndo nimemwona. Labda kuna mtu atakuwa amemchukua hapa. Sasa mimi sasa amemchukua hapo. Mteja kutoka kuzimu, oh, mteja kutoka kuzimu. Blaza, mimi naona ujali kabisa. Na amekufa mwingine ku. Yule nataka tubaki wawili kwenye hiki kijiji. Na tukibaki wawili, huduma nyingi hapa zitakosekana. Yaani Roba, yaani unaongea kwa kurahisisha kama vile ni kitu kidogo kabisa kinachoendelea hapa kijijini. Sio kwamba sitambui kwamba kijiji kinakoelekea ni kubaya. Sio kwamba sioni vifo vinavyotokea kila siku, naona. Lakini kila kitu huwa kina sababu. Yaani hii siri na kitu kimejificha chini yake ambacho wewe mwenyewe hujawahi kukiona. Laiti kama ungekuwa unakifahamu hicho kitu usingekuwa unaniambia maneno kama haya. Lakini hapo blaza, ni kitu tu kimoja cha kumwambia tu mke wako, ni kumweleza tu, kafunguka, mwisho wa siku hao watu kufa wakapumzika. Hilo ni swala tu la kumwambia mke wako, na ukimwambia mke wako tayari kijiji kinakoa huru. Roba, unajua kipande kidogo sana cha hisi. Hivyo unajua nikimwambia mke wangu nini kitakachonikuta mimi? Nataka nikwambie kitu kimoja Roba. Usione watu wengine ndo wanahangaishwa kule wanakufa, mara wengine wanapigiwa simu, wanafanya. Ushaona mimi nimepigwa hata siku moja? Iko siri. Yule atahangaisha watu wengine lakini hawezi kuja kunihangaisha mimi. Hawezi kuja kunigusa hata siku moja. Kwa sababu mimi nina kodi zangu, nina pattern zangu ambazo nishafunga. Na ndio maana anatumia njia ya ushawishi kwamba mimi ili niweze kutoboa siri kwa mwanamke wangu. Anaua watu ili mimi niondee huruma, nitoboe siri kwa mke wangu. Alafu baada ya hapo unajua ni kitakachokuja kutokea mimi nitakapomwambia mke wangu Lucy. Yaani kivipi? Mbona sijakuelewa? Roba iko hiyo. Hata yeye anajua kwamba hawezi kunifikia mimi. Lakini mtego wake uko kwa mke wangu. Yaani anataka mimi nimwambie mke wangu. Sasa hata mimi pia napenda maisha pa. Ni bora uonekane mbaya, lakini wanakijiji umewakomboa kwenye shida kama hii. Mbaya? Unaongelea kuhusu ubaya Rob? Si ni mara mia hata nilikuwa nikisema naonekana mbaya ningeshasema. Kwani ubaya mimi naogopa nini? Mimi natafuta wema hapa duniani. Mimi hapa duniani sitafuti wema. Kama shida ingekuwa mimi nikishaongea naonekana mbaya kwa watu, fresh ningeshasema. Lakini shida ni nzito zaidi. Mimi ndipo nitamwambia mke wangu mimi nakufa Roba. Yaani siku nitakapofungua mdomo wangu kumwambia mke wangu kuna 1 2 3, hiyo siku itakuwa siku ya mwisho mimi kuishi hapa duniani. Ni bora, lakini umeshakomboa watu wengi. Bora? Hivi blaza, hebu fikiria,
Yaani wanapotea wanakijiji ni wengi tofauti na mtu mmoja blaza. Kwa huko tayari mkuna mimi naziko eti kwa sababu ya kijiji. Mimi ni baba wa kijiji kusema kama eti mimi kijiji kizima mimi ndo ninakiongoza. Sijazungumzia hivyo. Sasa unamaanisha nini? Hebu mwambie basi hata tunusuru uhai wa wao wote. Kuna kitu sijakielewa. Hivyo ilikuwa na maana gani kumwambia yule mtoto wa Mariam kila kitu kuhusu mamake? Mtoto wa Mariam? Ukuona kuwa utamchanganya. Alafu kumbuka watoto hawajui kutunza siri. Mbona sikuelewi? Unielewi tena? Ina maana unataka tuingie darasani? Darasani? Darasani kivipi? Wewe si ndo nilikupigia simu ukasema kwamba wewe ndo nilimwambia yule mtoto. Alafu sasa hizi ndo najizima data. Uelewi nini sasa? Mimi ni lini na saa ngapi? Unakana nini sasa? Wewe si ndo nimekupigia simu nikakuuliza ukasema kwamba wewe ndo umemwambia yule mtoto wa Mariam au vipi? Kwa taarifa yako mimi jana sikushika simu. Simu yangu ilikuwa imezima. Na isitoshe tulikuwa tunahangaikia kuhusu ile maiti, maana ilikuwa imepotea, maana yani sijui ni miujiza vile. Kwa unavyosema hivyo mimi unanishangaza mwenzio. Hivi na maana mimi unanitia siku hizi sikumbuki vizuri. Wewe si nimekupigia jana tu ukasema wewe ndio umemwambia kila kitu. Mbona jitoa ufahamu tena? Na ulinipigia saa ngapi? Na wakati simu yangu mimi ilikuwa imezima kutwa nzima. Shakumbuka. Hata yule mtoto alisema nisikuamini. Kwa siwezi kukuamini. Bali kama mimi yule mtoto mdogo. Waaminiki. Haiwezekani mimi nimekupigia simu jana na ukapokea ukakili kwamba wewe ndio ulimwambia. Sasa hivi na unasema sijui ilikuwa lini saa ngapi. Ina maana siku hizi ukumbuke hisi yangu. Wifi. We. Naomba usiniguse kabisa. Tena ujiheshimu. Hivyo hivi. Uone hata. Yaani jana nimekupigia simu yako mwenyewe, namba yako mwenyewe. Sauti yako mwenyewe na maana mimi siku hizi sifahamu. Ukanikubalia kwamba wewe ndio ulimwambia yule mtoto kuhusu kila kitu. Alafu unakuja kunikatalia. Asi watu siku hizi muamini kifi yangu. Meshanitibua bora nijiondoke. Bali kama mimi yule mtoto mdogo kwa sababu mtoto mdogo siku zetu wadanganyi. Ndione kwanza. Wewe umenikera. Yo. Unavyozidi kuteketea mwisho wa siku unaweza kuwa na huruma. Bora ukafa wewe wanakijiji ukawakomboa. Mwanangu tumefikia huko. Kwa nini uko tayari mimi nife kwa sababu ya kijiji, ndio? Sijazungumzia hivyo, yani nazungumzia yani wakomboe wanakijiji kupitia kumwambia mke wako acha kujitengenezea wema kaka kwa wanakijiji wanapozidi kuteketea. Kwa nini unakuwa mbinafsi? Yaani Roba nilikuwa nakuheshimu rafiki yangu. Yaani leo nimegundua kumbe sina rafiki. Rafiki gani anayetamani mimi nife niondoke katika uso wa dunia? Mimi sijazungumzia. Mimi na mkangu ule pale, mimi nikifa wote mhudumie mwanamke. Una mkangu bado ni mdogo hata miaka 20 hajafikisha. Unataka baki mjane mtoto mdogo kama yule? Ndio kwanza na ujauzito wa mwezi mmoja. Alafu unaniambia eti nijitoe sadaka nife. Roba ndo mwanangu umenichoka kiasi hicho rafiki yangu. Sijazungumzia hivyo bwana. Sasa umemaanisha nini? Yaani nilikuwa namaanisha ili kusudi kuwakomboa hao wanakijiji, mwambie mke wako. Nimeshakwambia nikimwambia mke wangu nakufa. Mbona niambie mwambie kitu gani? Wewe nikikwambia sasa hivi hapo unywe hata sumu kwa ajili ya kijiji utakunywa wewe. Hebu angalia sasa hivi tena mmoja kalala pale. Yaani amekufa kabisa. Kuna vitu vingine kaka unaniita binafsi lakini ni bora niwe binafsi kwa ajili ya maisha yangu mimi. Hata Yesu alishuka duniani akajitoa kwa ajili ya watu, mgongeleo msalabani pale, wamemua binadamu mwenyewe, anajitoa kwa ajili ya watu. Mungu asamee, mwisho wa siku nini kilitokea? Dunia inazidi kuelekea kubaya. Ameacha enzi yake kula mkuja duniani kuja kusaidia binadamu, lakini nini kilichotokea? Leo hii wana yani hata yeye anajiuliza
Yaani ningejua nisingeenda duniani kwenyewe, kwa sababu dunia inazidi kwenda kubaya. Ni yale sasa kwa upande wangu. Yaani mimi nijitoe kwa sababu na kijiji, mimi nife, alafu nyewe muendelee kuenjoy. Mimi muda huo mwanamke wangu anateseka. Acha brother. Kila mtu atajali maisha yake mwenyewe. Usipojilinda wewe hakuna atakaye kupambania. Nyinyi hangaikeni, kama mtakufa huko mtakufa, mtajua wenyewe na maisha yenu. Kwanza wewe mwenyewe unajua huwezi kufa. Lakini sasa unalazimisha tu, usini niwaambie wewe, hata tukibaki wawili watatu na mke wangu tutaishi. Au masuala mengine achana nayo. Wenyewe wanaokufa wafe. Walishakufa wangapi? Mamangu alikufa, babangu alikufa. Mbona wewe hujasema? Mimi sijaumia. Sembusa amekufa jirani yule pale, alafu mama ndugu zangu, shangazi, mjomba, bibi. Lakini kwa nini mimi nimekaa kimya? Kwamba nini ndugu zangu wamekufa, nimeshindwa kushtuka kwenda kumwambia mke wangu mpaka hata jamii nyingine. Huyu tunatakiwa tumalize ili aweze kufunga mdomo wake, kwa sababu ameona asiyopaswa kuyaona, na hiyo kazi atakuifanya wewe mwenyewe. Amesikia na ameona. Wewe na mimi wote ni washirika na Shatambo. Sasa ukilegeza damu tunakutana na ndio tuito kule kituo cha kijiji. Hiyo kazi ifanywe leo. Hiyo kazi ndio hii imekaaje? Unajua mimi sielewi, yani just imagine natoka kazini ikiwa milango yangu 5 yote ya fahamu imekumisi wewe. Macho natamani kuona uzuri wako, pua inatamani kunusa harufu yako, masikio yanatamani kusikia sauti yako nzuri, na ulimi unatamani kuonja ladha yako. Vile ngozi inatamani kuhisi ule mguso wako wenye kusisimua. Lakini inafika hatua mimi nahitaji, lakini wewe wala huna habari. Na mimi nipo kila siku. Mimi kusema kweli, yani sijisikii kabisa na sina hisia. Kama kufanya mapenzi tutafanya siku nyingine. Kuna leo, kuna kesho, kuna kesho kutu. Hata kama nikusubiri wiki 2 zote mimi na kuhangaikia, nafuatilia jambo moja tu, nafuatilia. Yani wiki 2 zote zinaisha, mimi nafuatilia haki yangu ya msingi, nafuatilia tendo la ndoa, kama nafuatilia namba ya NIDA Bomani. Leo watakwambia fomu ulijaza vibaya, rudi kwa mwenyekiti wako wa kijiji. Kesho watakwambia vidole vilichukuliwa vibaya, mara sijui ungeniandaa mapema. Ndio nini sasa? Unajua mapenzi yana lugha yake. Kwa nini unataka paka tuanze kuombana baby, mimi nataka hii? Unajua inapunguza utamu. Napunguza utamu unajua. Kuna namna mtu kigusa tu kidogo anahisi nini kinatakiwa. Lakini wewe wala, yani unaona kabisa maandalizi yananichukulia poa. Yani nilijua labda utawaza vitu vya maana, yani wewe ni kila siku tu ni kuwaza mapenzi.
Yaani uwe tamaa yako yote umepelekea kwenye mapenzi. Baadaye sasa ama upelekea hata kwenye pesa, maisha, uangalie maisha kama ni mazuri, magumu basi uyarekebishe. Lakini unawaza mapenzi tu. Ni sawa, unatamani umefanikiwa. Hivi unajua kwamba hilo tendo mimi linanipa nguvu. Yaani linanifanya niongeze kujiamini. Hata nikitoka nje mimi mwenyewe naenda najiamini na nasema kweli I'm a man. Alafu pia unaichangamsha akili. Yaani mimi wa hilo tendo linaichangamsha akili yangu. Akili inalala mama. Vitu vingine ni ulafi. Acha ulafi basi, punguza ulafi. Mimi nilikuwa wewe kwa ajili ya kuanzisha familia. Sasa hiyo familia utaipataje ukiwa unavaa hivyo? Baba yake ukiwa na watoto unaamka asubuhi, unaenda kazini, watoto wanakulilia, dadi tuletee zawadi, ili nakupa nguvu. Ile mimi kama mwanaume nalipa nguvu ya kupambana, kwa sababu unajua kwamba hata kama napotoka nyumbani najua kuwa kuna deni nyumbani nadaiwa. Ile familia ambayo nimeiacha nyumbani na nihitaji mimi nifanikiwe. Wiki ya kwanza ile ukajitahidi, ukawa safi, ukawa unakumbuka majukumu yako na wajibu wako katika ndoa. Lakini ghafla umekata. Muda mwingine basi, muda mwingine unaweza ukafikiria maisha yanaendaje. Kuna kutafuta pesa. Huwezi kuwa nafikiria muda wote na nini mapenzi. Kuna muda mwingine hata hisia zinakata. Hivi unajua umuhimu wa tendo la ndoa kwenye ndoa? Tendo la ndoa ni chakula cha upendo. Kama tendo la ndoa halifanyiki, ile ndoa imekufa. Na kula viazi. Hivyo viazi ndio vinanipa nguvu mimi ya kusema nitake mapenzi. Hebu fanya basi hata niwe nakula chakula kizuri basi nipate nguvu. Unajua ninapopata nguvu basi na mimi nakuwa na ile hamu. Lakini sasa hivi hakuna, ile unalalamika tu. Shachoka bwana. Kulizika ni kuamua. Hata ule biliani kama sio mtu wa kulizika utalizika tu. Basi na wewe hujalizika. Wanaume wenzako huko wanatafuta pesa. Mambo ya mapenzi baadaye. Pesa zikipatikana, mapenzi ndo baadaye yanafuata. Sasa wewe unawaza mapenzi afu pesa baadaye. Kweli? Unajua kuna muda naona kama wewe ndio unazizima hizo baraka zangu. Kweli kabisa. Tendo la ndoa ni ibada, mke wangu. Sasa unavyobania hivyo kila kitu hakuna. Yaani natoka hapa naenda kazini uniambii kazi njema, nikirudi uniambii pole, kila kitu wewe ni lawama. Yaani kila kitu nilichotarajia kutoka kwako sikipati, kila kitu ni hakuna. Yaani pole hakuna, asante hakuna. Hakuna, yaani ushukuru, hutii moyo, kila kitu kwako ni hakuna. Dili basi na maisha, dili na pesa. Wewe ni mwanaume. Shanichosha bwana. Namba unayoipigia haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Please try again next. Mteja kutoka kuzimu. Mteja kutoka kuzimu. Ameingia kijijini akiwa na siri moyoni. Mteja kutoka kuzimu.
Mteja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, ameingia kijijini akiwa na siri moyoni. Mteja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, anacheka mbele ya watu, nyuma anapanga mauti. Mteja kutoka kuzimu, mteja kutoka kuzimu, tulimkaribisha kwa furaha, akatuletea kilio. Mteja kutoka kuzimu.